kwa jina la Yesu Kristo. Tunaiondoa sasa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninavunja kila madhabahu, kila madhabahu, kila madhabahu kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Sikia, Mungu alinena na Musa akawaambia kwamba atawapiga Wamidiani. Aliwaambia wasumbue Wamidiani. Na wewe siku ya leo unakwenda kuwasumbua wanaokusumbua, unakwenda kupiga wanaokusumbua. Na Bwana alimwambia Musa, usiwasumbue kawaida, bali unawasumbua kwa kuwapiga. Kwa kila aliyekamata maisha yako, kila aliyekamata familia yako, kila aliyekamata kazi yako, kila aliyekamata ndoa yako, aliyekamata uchumi, leo hii tunakwenda kuwasumbua. Wakati wa kupiga ukifika, hata kama wewe mama yako ni lazima tuwapige, hata akiwa wifi yako ni kupiga, hata akiwa jirani yako, kwa sababu Wamidiani walikuwepo ambao walikuwa tuwasumbua. Leo tunawapiga. Tunawapiga Wamidiani. Ananiambia tuombe ndio afunze afunie nabii kwa watu. Haleluya. Kama utaweza kutembea unapiga. Kila wale Wamidiani walioingia kwako, walioshika maisha yako, walioshika maisha yako, sema wapigwe kwa jina la Yesu. Sema wapigwe Wamidiani. Sema wapigwe kwa jina la Yesu. Kila aliyekamata maisha yako, sema apigwe. Kila aliyeshikilia uchumi wako, sema apigwe kwa jina la Yesu. Kila aliyekamata ndoa yako, aliyekamatilia maisha yako, sema apigwe. Wale Wamidiani wote, sema wapigwe kwa jina la Yesu. Sema wapigwe. Sema wapigwe kwa jina la Yesu Kristo. Kila aliyekamata ndoa yako, aliyekamata huduma yako, kwa jina la Yesu Kristo. Wale Wamidiani leo hii kwa mamlaka ya jina la Yesu wapigwe. Wapigwe Wamidiani. Wapigwe kwa jina la Yesu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Kila aliyekuweka kwenye magonjwa, yale magonjwa yanayokutesa kwa muda mrefu, sema yapigwe kwa jina la, sema wapigwe kwa jina la Yesu Kristo. Usiache kuomba mtumishi wa Mungu kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Ndio maana wakati mwingine unakuta unakuona ugua, unajikuta ukiamka hali ya magonjwa imekushika, kwa sababu kuna wale Wamidiani ambao wamekuja kwa ajili ya kuharibu maisha yako, walitumwa kwa ajili ya kupiga afya yako. Leo hii sema waachie mwili wangu. Kila aliyekamata mwili wangu, achia kwa jina la Yesu. Wale Wamidiani ambao wamenifunga kwenye magonjwa, kwa jina la Yesu Kristo wapigwe. Achia mwili wangu, achia mwili wangu. Kuna wale ambao wamekataliwa tamaa, maisha yao yote kwa kukataliwa tamaa. Chanzo kifanya amekataliwa na familia. Chanzo kifanya amekataliwa na familia. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, sema wapigwe kwa jina la Yesu Kristo. Kila aliyeshikilia afya, kila aliyekamata nyota yangu, ile neema ambayo Bwana alinipatia, ile nyota ambayo nilipewa, wale Wamidiani wakaja kuichukua, leo wapigwe kwa jina la Yesu Kristo.
Unakuta hata familia imekukataa, ndugu amekukataa, kile kifanya kieleweki, ndugu wamekukataa, hata watoto wako wenyewe inafikia wakati mwingine wanakukataa, wazazi wako wanakukataa. Kwa jina la Yesu Kristo, wale wa Midian waliokutenga mbali na familia yako, mbali na watoto wako, mbali na ndugu zako, wapigwe kwa jina la Yesu Kristo. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Kuna wakati mwingine unaweza ukaona hali ya kawaida maisha ambayo unayopitia, sio kwamba hali ya kawaida, bali kuna maisha ambayo unapitia ya mtu mwingine. Maisha yako ambayo unayopitia sio hayo, ila adui amekupeleka kwenye maisha mengine. Unasema haya maisha ni ya kwangu, haya magonjwa ni ya kwangu, haya maisha ninayopitia ni ya kwangu. Hapana, ila Mungu amekuandalia maisha mengine. Ila hayo unayoyapitia ni kuna watu wengine ambao waliyapasa yale maisha yapitie, walipaswa wale magonjwa yapitie, lakini wakaweka kwako ndio kinga ya kupitia. Leo hii wa Midian wakapigwa katika jina la Yesu Kristo. Yes. Yesu asifiwe. Mungu anakukumbuka sana, lakini una roho ya kukata tamaa. Una roho ya kukata tamaa. Usikate tamaa. Mahali ambapo unachokiona kama kitakusaidia, azokavi na Mungu atakuinua. Hali ya maisha ya uchumi unayopitia nyumbani kwenu ni kwa sababu ukisimama vizuri na Mungu utakuwa vizuri zaidi. Amen.